Hadithi hii inasimulia safari ya Hussein Bashe, waziri wa kilimo wa Tanzania, ambaye aligeuza sekta ya kilimo kuwa injini ya uchumi. Kupitia juhudi zake, alileta mapinduzi ya sera, teknolojia na uwekezaji kwa wakulima wadogo hadi wakubwa. Hadithi inachukua mandhari ya vijijini, mijini na hata kwenye jukwaa la kimataifa. Ni simulizi ya matumaini, mapambano na ushindi wa sera bora juu ya changamoto halisi. Hussein Bashe alisimama mbele ya mamia ya wakulima waliokusanyika katika uwanja wa shule ya msingi kijijini Igunga. Jua lilikuwa kali, lakini mioyo ya watu ilikuwa yenye hamasa. Alizungumza kwa lugha ya matumaini. Tunaleta mageuzi ya kweli. Kilimo sio laana, ni fursa, alisema kwa sauti thabiti. Kijana Hamisi, aliyekuwa amekata tamaa baada ya mavuno mabaya kwa miaka 2 mfululizo, alihisi kitu kipya moyoni mwake. Kwa mara ya kwanza, alihisi kuwa serikali ilikuwa inamuona. Bashe alizindua mpango wa usambazaji wa mbegu bora, pembejeo za ruzuku na mafunzo ya kisasa kwa wakulima. Ilikuwa ni mwanzo wa kitu kikubwa. Katika vikao vya bunge na mijadala ya kitaifa, Bashe alikumbana na upinzani mkali kutoka kwa wanasiasa waliokuwa wakitetea mfumo wa zamani. Alishutumiwa, alibezwa, lakini hakutetereka. Alianzisha mfumo wa kidigitali wa kusajili wakulima wote nchini. Mfumo huo uliwezesha kugawa pembejeo kwa usahihi na kuondoa walanguzi. Wale waliokuwa wakinufaika kwa njia haramu walianza kumchukia. Lakini kwa mkulima kama Birehema kutoka Morogoro, mfumo huo ulimsaidia kupata mbegu kwa mara ya kwanza bila kulazimika kutoa rushwa. Alipandikiza ndoto mpya shambani kwake. Miaka 2 baada ya mageuzi kuanza, mashamba yaligeuka kuwa ya kijani kibichi. Maeneo yaliyokuwa yamekufa kimaendeleo yalianza kufufuka. Bashe aliunganisha nguvu na wataalamu wa kilimo, taasisi za elimu na sekta binafsi. Alianzisha mashamba darasa, mafunzo ya kilimo hai na kuhamasisha matumizi ya teknolojia kama drone za kuangalia afya ya mimea. Katika kijiji cha Mlandizi, vijana walianzisha kikundi cha kilimo cha kisasa, wakitumia taarifa za kuacha na soko kupitia simu. Kilimo kilikuwa kinavutia tena. Bashe alitambua kuwa bila kumwezesha mwanamke mkulima, mageuzi yangekuwa pungufu. Aliunda sera maalum za mikopo kwa wanawake, elimu ya kilimo kwa mabinti na vikundi vya ushirika vya wanawake. Asha, mama wa watoto 3 kutoka Singida, alianza kilimo cha alizeti. Kupitia mkopo wa serikali, alinunua trekta ndogo. Miaka 2 baadaye, alikuwa akisambaza mafuta ya alizeti kwenye maduka ya mjini. Kilimo kiligeuka kuwa chanzo cha heshima na uhuru kwa wanawake wengi. Mabadiliko ya tabia nchi yalizidi kutishia usalama wa chakula. Bashe alizindua mpango wa kilimo kinachozingatia mazingira, kupanda miti, kuhifadhi vyanzo vya maji na kutumia mbinu za kilimo hifadhi. Katika kijiji cha Njombe, wakulima walishiriki kwenye warsha za kutengeneza mbolea ya asili, kutumia matandazo na kulima kwa njia ya kupishanisha mazao. Aliwashawishi wabunge kupitisha bajeti kubwa ya utafiti wa mbegu zinazostahimili ukame. Tanzania ikawa mfano wa kuigwa barani Afrika. Bashe alifungua milango ya mazao ya Tanzania kuingia katika masoko ya nje. Aliongoza ujumbe kwenda Dubai, Uchina na Ujerumani kutafuta masoko ya kahawa, parachichi na korosho. Aliunda nembo ya Zalisha Tanzania ambayo ilisaidia bidhaa za wakulima kutambulika kimataifa. Alihakikisha wakulima wanapatiwa elimu ya viwango vya kimataifa vya ubora. Hamisi, kijana wa Igunga, aliuza parachichi lake kwa kampuni ya Ujerumani. Alilia machozi ya furaha aliposhika hundi ya dola 5,000. Pamoja na mafanikio, kulikuwa na vizingiti. Baadhi ya watendaji serikalini walimpinga kisirisiri. Miradi mingi ya kilimo ilikatwa bajeti. Wakulima waliodanganywa kwa miaka mingi walikuwa na mashaka. Lakini Bashe alikuwa jasiri. Alizungumza na wananchi moja kwa moja. Akazunguka nchi nzima kufuatilia utekelezaji. Aliwaweka wazi wale waliokuwa wakikwamisha mageuzi. Alikuwa na nembo ya uadilifu usiotetereka. Kilimo kilianza kuonekana kama fursa ya maisha, si tu njia ya kujikimu. Vijana waliokuwa wakikimbilia mijini walirudi mashambani. Bashe alizindua programu za televisheni na mitandao ya kijamii kuhamasisha kilimo. Alialika vijana mashuhuri kushiriki kwenye kampeni za kilimo ni mali. Shule na vyuo vilianzisha mashamba darasa. Kilimo kilirudi kwenye mitaala ya elimu. Kizazi kipya cha wakulima kilikuwa kinachipua. Bashe alihamasisha uwekezaji katika viwanda vya usindikaji mazao, hasa maeneo ya vijijini. Alielewa bila kuongeza thamani, mkulima atabaki maskini. Kiwanda cha mafuta ya alizeti kilichoanzishwa Shinyanga kilitoa ajira kwa watu 300. Wakulima walipewa mikataba ya moja kwa moja na kiwanda. Hii iliondoa madalali. Alianzisha ushirikiano na benki kutoa mikopo nafuu kwa wakulima wadogo. Kilimo kikawa chanzo cha mapato ya uhakika. Mwaka 2025, Hussein Bashe alitangaza kujiuzulu kutokana na matatizo ya kiafya. Taifa lilisimama, wakulima walilia, vijana walimshukuru. Katika hotuba yake ya mwisho, alisema, kilimo ni heshima, ni msingi wa maisha. Tulilopanda litamea.
Leo hii urithi wake unaishi kwenye mashamba yenye afya, vijana waliopata mwelekeo, na taifa lililojifunza kujitegemea kwa chakula. Hussein Bashe alisafiri kama waziri, lakini alirudi kama shujaa wa taifa. Imeandaliwa na Tido April.